wameweka mategemeo yao kwako, wamekujilia Bwana mabwana. Baba, ninaomba jioni ya leo ikawe ni jioni ya neema tena kwa watoto wako. Hakuna asiyehitaji msaada wako katika maeneo mbalimbali ya maisha yao Bwana. Asante kwa sababu Mungu ulisema ya kwamba mioyo ya namna hii Bwana hautaidharau kamwe. Nami naomba ile neema ya kwako peke yako ambayo Bwana Baba ina majibu ya maswali mbalimbali ambayo watoto wako Bwana wametembea nayo kwa miaka mingi, kwa miezi na kwa siku nyingi katikati ya maisha yao. Baba, naomba hiyo neema ya kwako ikakutane na maisha yao, ikakutane na haja zao, kama ulivyokutana na Hajiri Bwana kule jangwani katika taabu yake na msiba wake na shida yake. Mungu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, kutana na watoto wako na wema wako na fadhili zako vikatajwe katikati ya maisha yao. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wa maisha yao, na ni Mungu wa biashara zao, na ni Mungu wa kazi zao. Utaonekana waingiapo, utaonekana watokapo, na wakaapo Bwana utakuwa baraka kwao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Ongeze Bwana makofi. Twakupa heshima na sifa zote, ewe Mungu, ewe Mungu umetukuka. Ongeze Bwana makofi ya kutosha. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana waimbaji. Mungu awabariki sana katika zamu na nafasi ambayo Mungu amewapa. Kanisa, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea kukukaribisha tulioko mahali hapa na wenzetu mlioko online mahali popote mliko ulimwenguni katika mwendelezo wa maombi yetu ya siku 40 ya kufunga, na zikiwa zimebakia siku chache kabisa tuweze kuhitimisha maombi yetu ya siku 40. Karibuni sana, na nimemwomba Mungu kwamba hata kama ni siku yako ya kwanza, lakini hata yule wa saa 12 bado neema ya Mungu ilimpa dinari. Kanisa, haleluya. Kwa hiyo haujachelewa kwa namna yoyote ile, bali neema ya Mungu itakuhudumia sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Niendelee kumshukuru baba mchungaji pamoja na watendakazi wenzake kwa kunipa kibali cha kuja kushirikiana pamoja nao kwa ajili ya kuendelea kujenga mwili wa Kristo. Baba Mungu akubariki sana. Somo ambalo tumeanza jana, ambalo linatongeza kwenye maombi, tulisema kichwa cha somo kinasema vita ya wenye hekima. Vita ya wenye hekima katika nafasi za utawala. Vita ya wenye hekima katika nafasi za utawala au nafasi za kumiliki na kutawala. Vita ya wenye hekima katika nafasi za utawala au kumiliki na kutawala. Kitabu cha Danieli ile sura ya 2, tuanzie pale ile mistari iliyoko pale, tusogee kidogo tupate nafasi ya kwenda kuomba kabla hatujaweka pause kwa ajili ya siku hii ya leo. Danieli 2 na kuanzia mstari wake wa 14 anasema hivi. Danieli 2 na ule mstari wake wa 14 mpaka mstari wa 18 anasema ya kwamba, ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. 17. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Anania na Mishaeli na Azaria wenzake. Mstari wa 18,
ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Mstari wa 21, yeye ubadili majira na nyakati. Pigia sana mstari lo jambo. 21, yeye ubadili majira na nyakati, uuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, uwapa hekima wenye hekima, uwapa wenye ufahamu maarifa. Kanisa, haleluya. Kile kitabu cha Mhubiri 7 mstari wa 12, kama unaandika unaweza kaandika huo mstari. Mhubiri 7 na ule mstari wa 12 anasema, kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi, na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima umuhifadhi yeye aliye nayo. Jambo la msingi ambalo natamani upate nafasi uweze kuliomba mbele za Mungu aliye hai, nimezungumza kwa habari ya vita ya wenye hekima katika nafasi za kumiliki na kutawala katika maeneo mbalimbali. Vita ya wenye hekima katika nafasi ya kumiliki na kutawala katika maeneo mbalimbali ya maisha ya. Tunapojifunza kwa habari ya Danieli, tunaona Danieli mfalme aliota ndoto, na mfalme alipoota ndoto akawaita wenye hekima wote wa Babeli. Aliwaita wachawi, akawaita waganga, akawaita wanajimu, akawaita wakahudhuria mbele ya mfalme. Na mfalme akawaambia ya kwamba nimewaita hapa kwa sababu moja tu. Kuna ndoto nimeiota, na hiyo ndoto nilipoiota, na ndoto yenyewe nimesahau, neno lenyewe nimesahau, lakini ninachotaka nipewe majibu ya ndoto ambayo aliyoiota. Maandiko yanasema ya kwamba wale wachawi na waganga wakazungumza na mfalme wakimwambia, tuhadithie hiyo ndoto alafu tukupe tafsiri yake. Na mwisho wa siku hakuna mganga wala mchawi wala najimu ambaye aliweza kumtafsiria ile ndoto. Kipengele cha pili cha habari hiyo mahali hapo kinatuambia ya kwamba ni kama vile kwenye lile kusanyiko kina Danieli hawakuweko. Yaani kwenye ule wito wa kwanza wa mfalme kuwaita wenye hekima, kina Danieli hawakuwa wameitwa kwenye lile kusanyiko. Maanake hawakuwepo kwenye lile kusanyiko, japokuwa walijulikana ya kwamba na wao pia ni miongoni mwa wenye hekima. Mwisho wa siku mfalme akaamua kutoa adhabu. Akamwambia Arioko ambaye alikuwa ni mlinzi wake, akamwambia ya kwamba chukua silaha yako na fanya kazi moja tu ya kuwaua wenye hekima wote wa Babeli wapate kuuawa. Jambo la kwanza ambalo natamani neema ya Mungu ikupe kuelewa, Biblia inatuambia ya kwamba hekima ni mlinzi. Inatuambia hekima ni ulinzi. Sasa swali linakuja ya kwamba mfalme alifikiria nini? Mfalme aliwaza nini kutoa kauli ambayo ilikuwa ni nzito, ni kinzani kiasi cha namna hiyo? Anatafuta kuwaua wenye hekima wote wa Babeli, na akataka waanze na kina Danieli na wenzake. Lakini Danieli alipopewa hiyo habari, maandiko nasema ya kwamba kwa busara na kwa hekima na kwa tahadhari ya hali ya juu akaongea na Arioko. Arioko akamwambia, nimekuja kwako ili nipate kutekeleza amri moja tu ambayo mfalme ametoa. Na maandiko yanazungumza wazi kabisa ya kwamba Danieli pale akazungumza naye, akampa nafasi aingie kwa mfalme, na alipoingia kwa mfalme akamwomba mfalme ampe muda. Alipompa muda akaenda mstari wa 18,
akaenda nyumbani kwake, mstari wa 17. Ule mstari wa 18 wanapeana agenda ambayo wanatakiwa kuingia nayo kwenye maombi. Kanisa, haleluya! Wanapeana agenda. Agenda yenyewe ni ipi? Waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni ili kwamba wasije wakauawa pamoja na wenye hekima wengine wote waliokuwa Babeli. Mfalme alipotoa adhabu ya wenye hekima kuuawa, ile adhabu haikuchagua ya kwamba hawa kina Danieli wabaki kwa sababu hawakuhudhuria kwenye kusanyiko la mwanzo au wao wasiwawe, ila adhabu ilipokuja, Biblia inasema ya kwamba iliwahusu wote. Kilichowasaidia ni yale maombi ya kuomba rehema kwa Mungu wa mbinguni ili apate kuwanusuru, apate kuwaokoa pamoja na kifo ambacho kilikuwa kimeambatanishwa pamoja nao. Kanisa, haleluya! Okay, angalia maandiko yanazungumza kwamba hekima ni ulinzi kama vile ambavyo fedha ilivyo ulinzi. Kwa hiyo kama hekima ni ulinzi, kwa hiyo adui alichokuwa anakitafuta juu ya kuwapiga wenye hekima, alikuwa anatafuta nini? Anajua kabisa kama hekima ni ulinzi, anawatafuta wale waliobeba hekima ya kimungu ndani ya mioyo yao, ndani ya maisha yao. Akajua kabisa ya kwamba akifanikiwa kuwapiga wale waliobeba hekima ya kimungu ambayo ndiyo ulinzi wenyewe, amefanikiwa kwa asilimia kubwa sana kuondoa ulinzi kwenye taifa la wakati ule ambalo lilikuwa ni Babeli. Na ulinzi ukishaondoka, uwe na uhakika atafanya chochote ambacho anachokitaka. Kanisa, haleluya! Tuingie kwenye kiini cha hili jambo kwa dakika chache. Tuangalie Waefeso sura ya 3 na mstari wa 10 na 11. Tuangalie kwenye kiini hapo mambo ambayo kuhusu kwenye hili jambo. Anasema hivi, Waefeso 3:10-11. Anasema, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo anazungumza ili kwa njia ya kanisa. Tumeona Mhubiri 7 mstari wa 12 anasema hekima ni ulinzi. Kwenye Waefeso anatuambia ili kwa njia ya kanisa. Kanisa sio jengo, kanisa ni mimi na wewe. Kila mtu ambaye ameyatoa maisha yake kwa Yesu, yeye ni kanisa. Okay, kama yeye ni kanisa, basi kwa njia ya kanisa ambalo ni mimi na wewe, hekima ya Mungu ipate kujulikana katika falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kanisa, haleluya! Kwa hiyo kila mtu ambaye ni kanisa, ndani ya maisha yake kuna hekima ya Mungu, na hekima ya Mungu ni ulinzi. Kwa hiyo kuna vita ya wenye hekima inayopambana na wenye hekima kwa lengo la kuwafanya wasimiliki na kutawala katika nafasi mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, katika sehemu mbalimbali zinazohusu maisha yao, kwa lengo la Mungu kutokupata utukufu kwa viwango ambavyo amekusudia kupitia maisha yako apate utukufu. Kanisa, haleluya! Kila mtu ambaye ni kanisa ana vita hii, anahusika kwa 100% na hii vita ya wenye hekima ambayo adui anapambana usiku na mchana. Kama ni kwenye familia, atapambana na wewe kwa sababu anajua kabisa wewe ni kanisa, na kama wewe ni kanisa, maanake ndani yako kuna hekima ya Mungu, na hiyo hekima ya Mungu ni ulinzi. Imewekwa pale kwenye familia yako kupitia maisha yako, imewekwa kwenye ofisi yako kupitia maisha yako, imekaa kwenye biashara yako kupitia maisha yako. Kwa
namna nyingine ni kwamba adui akitaka kuingia mahali, kabla ajaribu, atatafuta kwanza kuondoa ulinzi wa kimungu kwenye hilo eneo. Na ulinzi wa kimungu ndio hiyo hekima Mungu aliweka ndani yako katika Kristo Yesu. Kanisa, haleluya, ambayo anatuambia hekima ni ulinzi. Nipungie hivi kama unanielewa. Kila mtu ambaye ni kanisa, ni mali ya Kristo, hii vita ya wenye hekima inakuhusu. Kwa hiyo usifikiri kwamba hekima ni mpangilio wa sentensi za maneno, naanzia hapa na kuja hapa, nafuata hiki naisha. No, ni zaidi ya hapo. Ni nguvu ya utawala, ni nguvu ya kumiliki na kutawala, ni ulinzi ambao Mungu anaweka ndani ya watu. Biblia inapozungumza kwa habari ya hekima ni silaha. Wapendwa, ngoja nikuambie, silaha inayoitwa hekima ni kubwa kuliko bunduki tunazoziona zipo huko na huko na huko. Ni kubwa sana. Kanisa, haleluya. Hekima ikikosekana mahali, nilikwambia jana, hekima ikikosekana mahali kwenye familia, kitu kidogo watu watachukuliana mapanga. Lakini waliochukuliana mapanga, akija mtu mwenye hekima akatoa neno la hekima pale, wale wote wenye mapanga wataweka mapanga yao chini, halafu wapate kusikiliza hekima ya yule aliyekuja pale kwa ajili ya kuwasuluhisha. Kanisa, haleluya. Nenda angalia mataifa makubwa yanayopambana na silaha nzito nzito. Angalia kilichokosekana. Kitakachomaliza vita sio ukubwa wa silaha, no. Huyu akiona amezidiwa na silaha, ataenda hata kukopa, akakope silaha nzito zinazomzidi adui yake. Lakini kinachoweza kumaliza vita katika maeneo mbalimbali ni hekima. Kanisa, haleluya. Mwenye hekima akiingia hapo, hata kama silaha ni nzito kiasi gani, silaha kwanza zinapumzishwa, alafu hekima inasikilizwa, na hekima inamaliza vita. Kanisa, haleluya. Hekima inamaliza vita. Angalia tu, hata wale ambao kwenye familia hawaelewani, ndugu na ndugu huyu hawaongei kabisa, mwaka wa kwanza, miezi na miezi, wanapitana hapo barabarani kama magari yaliyojaa. Shida nini? Ngoja nikwambie, ni neno tu la hekima. Hekima ni ulinzi. Kuna hekima imekosekana katikati ya hao watu, ndio maana hicho kimya kikatawala. Lakini siku milango ya hekima ikifunguliwa katikati ya hao watu, hicho kimya kitatupwa nje katika jina la Yesu, na watu watapata na maisha ataenda katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Shetani akipambana kuondoa hekima, kuondoa silaha, hekima, ulinzi, hekima, akifanikiwa kuondoa katikati ya watu, ameondoa kitu kikubwa sana. Na ndio maana, sikilize, kwenye hii madhabahu, jifunze kuamini hekima kama silaha kubwa kuliko bastola, hata kama unayo, hata kama unaimiliki kisheria unayo. Lakini acha nikwambie, kwenye hii madhabahu, ukijua nguvu ya hekima, utafika mahali utaona hata bastola yako kama unayo, utaona kwamba sio kitu. Ni kweli ni ya kwako, lakini kwa nguvu ya hekima, ambayo maandiko yanasema hekima ni ulinzi, inaweza kukuingiza katikati ya watu ambao wanabeba marungu na mapanga na kila kitu. Ukifika katikati yao, huna chochote kwenye mikono yako, lakini ile hekima tu ya Mungu, kashangaa kila kitu kimewekwa hapo chini. Watu wamekaa wanatulia, wanasikiliza. Kwa nini? Kwa sababu hekima ya Mungu ni ulinzi. Sasa angalia, shetani alitaka kwenye nchi ya Babeli, alitaka kuwaua wenye hekima wote. Okay, wenye hekima wote wakiuawa, huyu mfalme Nebukadneza alikuwa amejipangaje kisaikolojia kuwa na nchi ambayo haina mwenye hekima hata mmoja? Umejipangaje kisaikolojia kuwa na kanisa ambalo halina mwenye hekima hata mmoja? Wenye hekima wanapopigwa vita kwenye familia, hiyo familia imejipangaje kuwa na familia ambayo haina mwenye hekima hata mmoja?
Nenda angalia familia ya mzee Yakobo. Mwenye hekima alikuwa ni Yusufu. Wakampiga vita, wakamtoa, wakataka kumuua, akafanyika manusura, akauzwa, akaenda Misri. Familia ya mzee Yakobo, nje ya maisha ya uwepo wa Yusufu kwa Yakobo, ilikuwa ni familia yenye watoto wengi, lakini hapakuwepo mwenye hekima hata mmoja. Hapakuwepo mwenye hekima. Nini? Hekima ni ulinzi. Na sio tu ulinzi, inaachilia majibu ya matatizo yaliyoko baoni na matatizo ambayo yamkini atakuja. Wanaojua thamani ya hekima, angalia kina Farao. Wanaojua thamani ya hekima walipojua ya kwamba Yusufu yupo gerezani, lakini ndani yake amebeba hekima, angalia kilichotokea. Farao, wewe ni kuambie, fuatilia kwenye nchi zetu za Kiafrika na nchi mbalimbali duniani, ni kitu kigumu sana kumkuta mfalme anaagiza mfungwa asiyejua historia yake, aliyeko gerezani, atoke gerezani aje mbele yake, alafu akae kwa unyenyekevu, alafu amsikilize. Ni kitu kigumu sana. Mfalme ana jopo la washauri wa kwake wasomi, ana watu wakubwa, madokta wako pale, alafu eti anamuita mfungwa aliyeko gerezani, alafu anapata hekima kwake ya matatizo aliyoko mbele, alafu anaisikiliza wakati wasomi washauri wake waliomzunguka wako pale. Hii kitu inamhitaji Mungu mwenyewe. Kanisa, haleluya! Hii kitu inamhitaji Mungu mwenyewe. Ndio maana kwenye maisha yako jifunze kumheshimu kila mtu. Nipungie mkono hivi kama unanielewa. Kwenye hii dunia jifunze kumheshimu kila mtu. Ameokoka, jifunze kumheshimu. Hajaokoka, jifunze kumheshimu. Hata kama ni huyu, jifunze kumpa heshima yake katika jina la Yesu. Hivi nikifanya hivyo unanielewa? Labda nitakumbuka wiki ijayo nitakwambia, hata kama ni huyu, jifunze kumpa heshima yake. Mungu anaweza akamtumia mtu yoyote, anaweza akaweka hekima ya kukutoa mahali na kukupeleka mahali ndani ya maisha ya mtu yeyote. Kwa jifunze kumheshimu kila mtu. Kanisa, haleluya! Wala imani yako isiwe sababu ya kukufarakanisha na mwingine kwa sababu ya tofauti za kiimani. No, imani yako ibakie ni ya kwako moyoni, lakini ukija kwenye masuala ya msingi ya kwamba huyo Mungu uliye naye, yeye ni Mungu wa wote. Sema wa wote. Wa wote wenye mwili, pamoja na hawa bado ni mali yake katika jina la Yesu. Aweza kumtumia yeyote akakutoa mahali. Kanisa, haleluya! Kwa jifunze kuwaheshimu. Unyenyekevu wa Farao juu ya kijana asiyemjua tena aliyeko gerezani ndicho kilichoisaidia ile hekima ya Mungu ndani ya Yusufu ilipokaribishwa ikulu, ikatoa majibu ya matatizo yaliyoko ndani ya nchi, ndani ya ulimwengu. Na ni maombi yangu kwa Bwana, kama vile Mungu alivyomuinulia Herode Farao mtu wake mwenye hekima, Bwana akuinulie Yusufu wako atakayetumia hekima yake, hakutoe kwenye madeni, hakutoe kwenye magonjwa, hakutoe kwenye shida, hakutoe mahali ambako umekwama. Kwa nini? Kwa sababu katika mambo yote Mungu anafanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Na Mungu akuinulie mtu, hata kama ni huyu, akuinulie kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amtumie kama chombo chake, lakini alimradi utoke mahali ulipo ufike kwenye hatima ambayo Yehova ameikusudia. Pigie Bwana makofi kama unaelewa. Mungu akuinulie yeyote. Ni maombi yangu kwenye hii madhabahu ya Mungu aliye, akuinulie yeyote. Tunachotaka, hatutaki sura ya mtu, tunachotaka ni kutoboa. Pigie Bwana makofi, haleluya. Akupe kutoboa kwenye uchumi, toboa kwenye biashara, toboa kwenye kazi. Tunachotaka hapa,
Bwana akuinulie mtu ambaye hatakupa kutoboa kwenye malengo yako, hatakupa kutoboa kwenye maono yako, hatakupa kutoboa kwenye mipango yako, kwa neema ya Bwana na kwa hekima ya Bwana ndani ya wale ambao amewakusudia. Hakuinulie kwenye maisha yako, hakuinulie kwenye maisha yako. Hauwataki hawalete kwenye maisha yako, unawataka hawalazimishe hawalete kwenye maisha yako, alimradi tu kwamba umefika anakotaka ufike. Nitakuombea maombi magumu hapa mpaka utashangaa. Nulie watu ambao watakulazimisha utoke mahali ulipo katika jina la Yesu. Kama tunalazimishaga watoto wadogo wanywe uji, tunawabana na pua, tunabana na pua mpumzi isipite, tunawashindilia na uji mpaka wanakunywa, wanalia wanakunywa. Bwana akuletee hao watu jina la Yesu. Umekaa mahali hapo haujafunga ndoa na hiyo level ulionayo, hauna maagano wala mkataba na hiyo level, lazima tutoke mahali tuende mahali alipokusudia Yehova, alipokusudia Bwana. Kama Yesu aliwekwa pale kaburini ndani ya siku moja na ya pili na ya tatu, lakini siku ya tatu walipokuja hawakumkuta hapo. Acha nitabiri kwenye hii madhabahu, watakutafuta hapo, hawatakukuta, hawatakukuta kwenye hayo madeni, hawatakukuta kwenye hiyo taabu, hawatakukuta. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ana watu wanaoyaweza yaliyokushinda wewe. Narudia tena hii sentensi. Mungu aliye hai ana watu wanaoyaweza yaliyokushinda wewe. Kama imekushinda wewe, usifikiri yamemshinda kila mtu. Hata Farao aliona njaa inamshinda na majibu yake, lakini Mungu alikuwa na Yusufu katikati ya hiyo situation, akatoa majibu. Na we Bwana akuinulie mwenye hekima, anayeyaweza yaliyokushinda, anayeyaweza yaliyoshinda familia, anayeyaweza kwa madeni yako, anayeyaweza kwenye taabu yako, anayeyaweza, ili kwa neema ya Bwana, kwa hekima ya Bwana juu ya familia yako, Bwana ajitwalie utukufu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Beba sadaka yako tuone tukaombe. Natamani tupate nafasi ya kuomba juu ya hiki ambacho Mungu amekusemesha kwenye hii madhabahu. Hatuwezi kukaa mahali miaka na miaka. Hata kama kuna vitu mimi siviwezi, ninaamini kwa huyu Mungu ya kwamba ana watu, ya kwamba ana watu wanaoyaweza yale ambayo mimi siyawezi. Mimi siyawezi. Ni kazi ya moyo wangu kuhakikisha na muheshimu kila mtu bila kujalisha alivyo, maana wote ni wa Mungu aliye hai. Kanisa, haleluya, ni watu wa Mungu aliye hai. Kama Herode alifika Farao alifika mahali akaingia na akaruhusu nidhamu ya hali ya juu ndani ya moyo wake juu ya mfungwa Yusufu, mfungwa. Kesho nitakwambia hiki kipengele kivizuri, kitupe nafasi ya kwenda kuomba. Wapendwa wenye hekima wanapigwa vita. Shetani angetamani wenye hekima ya namna hii niliyokuambia hapa, angetamani wasimiliki hata sindano, wangetamani wasipewe hata ujumbe wa nyumba kumi. Najua saa nyingine inatokea nafasi ya ujumbe wa nyumba kumi pale nyumbani kwako, kwenye mtaa wako, unajifanya kukimbia kimbia. Saa nyingine kukimbia kimbia ujumbe wa nyumba kumi sio kama ni busara. Saa nyingine ni shetani tu anakuletea mawazo ya kwamba usikubali. Kwa nini? Kwa sababu ukinyenyekea katika madogo, Mungu atakupandisha makubwa katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Simama kwa miguu yako na sadaka yako mbele za Mungu aliye hai. Na wewe pia unayetufuatilia kwenye mtandao mahali popote ulipo, beba sadaka yako, unganisha naye maombi tunayoomba hapa, na mara baada ya maombi hayo utatuma sadaka yako kwenye namba zinazopita
kwenye kifaa chako hapo unachopata moja kwa moja ibada hii, na hiyo sadaka itafika moja kwa moja kwenye hii madhabahu, na Mungu aliyeko hapa anatuhudumia yuko pia pamoja na wewe mahali popote ulipo. Kwa hiyo amini kwamba maombi yakiambatanishwa na sadaka, kuna neema ambayo Mungu anaachilia, na kamwe hiyo neema ya Bwana ambayo ameiachilia katika mfululizo wa maombi haya ya siku 40 tangu mwanzo mpaka leo na siku zinazokuja, hiyo neema ya Bwana haitakuacha ubaki vile ulivyo katika jina la Yesu. Kanisa, haleluya. Kuna watu kwenye maisha yako Mungu atawashurutisha kama kina Simoni Mkirene, atawashurutisha waje walete msaada, waje wakuvushe mahali. Kina Simeoni hawakubembelezwa, Simeoni msaidie basi Bwana Yesu msalani. No, maandiko yanasema walimshurutisha, walimlazimisha, hakuwa na hiari yake. Na ni maombi yangu Bwana akawashurutishe kwa jina la Yesu. Hata yule Mwarabu wa kule Uarabu, yani washurutisho walioko mbali na karibu, wakuletee aina ya msaada ambao na uhitaji katika maisha yako, katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi, haleluya. Ukijisikia kuja hapa mbele, kuna nafasi ndogo naweza ukaja tukasukuma ya maombi mara moja hapa, tukakataa roho ya mauti inayofuatilia wenye hekima. Roho ya mauti leo tudili na roho ya mauti ambayo inafuatilia wenye hekima, inafuatilia biashara zako, inafuatilia familia yako, inafuatilia watoto na hatima yako. Sogea hapa mbele mara moja tupate kuomba. Kama unajisikia kusogea mara moja sogea. Hata kama ni mgonjwa sogea hapa mbele. Ni mgonjwa kwenye eneo la uchumi pia sogea hapa mbele. Ni mgonjwa kwenye eneo la mahusiano kwenye ndoa yako sogea hapa mbele. Ni mgonjwa kwenye eneo la afya ya akili sogea hapa mbele. We sogea tu, Mungu ana majibu ya maswali mbalimbali. Roho ya mauti inatenda kazi kwa hekima ya hali ya juu sana, kwa kiwango cha sasa hivi inatenda kazi sana. Adui atakuacha uishi miaka mingi, lakini atashambulia vile vitakavyokufanya ufurahie katika wingi wa hayo maisha. Anashambulia uchumi wako, anashambulia fedha yako. Na moja kati ya kitu kinachofanya hekima ya Mungu isisikilizwe ndani ya watu, maandiko yanasema hekima ya maskini haisikilizwe. Na umaskini, kabla hujawa umaskini wa kipato, umaskini kwanza ni roho. Na utajiri, kabla hujawa utajiri wa vitu, utajiri kwanza ni roho. Kwa hiyo kuna roho ya umaskini ambayo adui ataiachilia, ataipeleka ikushambulie, Nyanyua mikono yako mpaka kule nyuma. Horabasakandarapakoria. Neema yako e Bwana, neema yako e Bwana. Jiachilie mbele za Mungu. Nguvu za Mungu ziko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Relax kabisa ndani ya moyo wako, wala usiangalie angalie, wala usiangalie angalie. Relax kabisa. Inua macho yako kwa Bwana, inua macho yako kwa Bwana. Danieli, kama Mungu angewanyamazia kina Danieli wangekatwa kichwa. Kama Mungu akikunyamazia kwenye hicho unachopitia, fikiria hali yako itakuwaje. Kama Mungu akikunyamazia kwenye shida yako nayo ulionayo, nini kinachofuata? Nini kinachofuata? Lazima tulalame na Mungu, tumlilie Mungu aliye hai aturehemu pa kuturehemu, lakini atupelekee msaada toka patakatifu pake, ili kwamba tusiangamizwe kwenye hayo maeneo ambayo adui anatamani atuangamize. Anatamani akuangamize kwenye uchumi, akuangamize kwenye familia, akuangamize kwenye afya, akuangamize kwenye mahusiano. Sema Baba, katika jina la Yesu. Shauti, toa sauti ya kutosha. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa neno lako Baba, na ijulikane ya kwamba e Bwana, sijasimama mbele zako jioni ya leo Baba kwa shauri langu, bali wema wako na neema yako na shauri lako ndivyo ambavyo vimenileta kwako.
na kwa unyenyekevu Baba wa moyo wangu ninaumimina kwako moyo wangu na roho yangu na nafsi yangu, sawa sawa na neno lako, ya kwamba wako wafalme, wako wakuu wa giza wanaotafuta Baba kuniangamiza. Mimi mwenye hekima yako, mimi mwenye hekima yako, na roho za giza, na roho za giza zinashambulia maisha yangu, ili Bwana hekima yako ndani ya maisha yangu isisikilizwe, isisikilizwe jioni ya leo. Yale maagano, yale maagano, kila kifungo nilichofungwa nacho, na hicho kifungo nyuma yake kuna maagano, kuna maagano. Hayo maagano, hayo maagano, maagano yoyote, maagano yoyote yaliyofunga maisha yangu, maisha yangu, maisha yangu, hayo maagano ya mauti, hayo maagano ya mauti ninayakata, nayakata kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Hayo maagano ya mauti kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu, kwenye maisha yangu, kwenye ndoa yangu, hayo maagano, hizo kamba, hizo kamba, katika haya kata hizo kamba, kamba za mauti, mapepo, makata subiani, katika piga kelele, piga kelele, achia maisha yake, achia maisha yake right now, right now, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila hekima ya shetani iliyokufunga na ilipua, na ipiga, pigwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hizo kamba za mauti kwenye maisha yako, kwenye miguu yako, kwenye hatima yako, kata hayo maagano kwenye kitovu chako, hayo maagano ya mauti, ya mauti, ya mauti, ya mauti, vunjika kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Mauti, kata mauti, ayayayayaya, kata roho ya mauti, kata roho ya mauti. Wewe mauti, siongei na watu, naongea na mauti, naongea na mauti. Wewe mauti, batilika kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, kwenye hatima zao. Achia maisha yao, achia maisha yao, achia right now, right now. Ayayayaya, ayayaya, anguka Babeli, anguka Babeli, anguka mene peresi na tekeri right now, right now. Ayayayayaya, pambana, 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 pambana. Hatima yako inaachiwa, hatima yako inaachiwa. Kata mauti kwenye mikono yako, kwenye miguu yako, kata hiyo mauti, kata hiyo mauti, kata hiyo mauti. Wewe mauti, wewe mauti, wewe mauti, toka, toka, toka kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Fire, 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 fire. Wewe mauti, haya, 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 haya mauti
wewe mauti, wewe mauti, wewe mauti kwenye maisha yao, kwenye maisha yao, maisha yao, maisha yao. Ayayayayayaya, pambana, pambana, pasua, 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 pasua hayo majeneza, hayo makaburi, pasuka, 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 pasuka. Ayayayayaya, hayo makaburi yanaachia maisha yako, uzao wako, uzao wako, hatima yako, hatima yako. Haya, haya, achia, 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 achia. Wewe mauti, wewe mauti, wewe mauti, adui wa mwisho atakayebatilishwa ni roho ya mauti. Na mimi naongea na roho ya mauti kwa mamlaka, kwa mamlaka. Wewe mauti, wewe makata, wewe Maimuna, piga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele. Achia roho ya mizimu, enyi mizimu, enyi mizimu. Ayayayayaya, paka kule nyuma, paka online, paka kwenye YouTube. Nguvu za Mungu zinapita hapo, zinapita hapo. Na mimi naruhusu uweza wa Bwana, uweza wa Bwana, uweza wa Bwana, uweza wa Bwana kwenye uchumi wako, uweza wa Bwana kwenye afya yako, uweza wa Bwana, uweza wa Bwana, uweza wa Bwana upite kwenye hiyo mikono yako. Imefanya kazi za kuchosha miaka kwa miaka, miaka kwa miaka, miaka kwa miaka. Hiyo mikono inawaka moto, na washa moto, na washa moto, na washa moto. Fire, 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 fire. Ayayayayaya, haraka, haraka. Wewe mauti, umekamatwa na moto wa damu ya Yesu, na moto wa damu ya Yesu. Sasa basi, hapana mauti kwenye uchumi wao, hapana mauti kwenye maisha yao, hapana mauti kwenye biashara, hapana mauti kwenye miili yao, kwenye kazi zao. Wewe mauti, achia akili zao, achia fahamu zao, achia, 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 achia. Kataro ya mauti, kataro ya mauti, hiyo roho ya mauti ishambulie paka kule nyuma kwenye ndoa yako. Wewe mauti, umejificha, umejificha. Tunakulipua kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Toka, toka mauti, toka mauti, toka makata, toka Maimuna, toka Subiani, toka magonjwa. Ayayayaya, hizo laana, laana yoyote katika maisha yako, hiyo laana, kataa laana, kila laana yenye sababu, yenye sababu. Wewe laana, hayo maneno waliotamkiwa, batilisha, batilisha maneno yao, maneno yao, uganga wao, uchawi wao, batilisha kwenye ndoa yako, batilisha kwenye afya yako. Ayayayayaya, enyi mizimu, enyi mizimu, na waita mizimu, na waita mizimu. Hurry up, hurry up, haraka, 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 haraka. Ndani ya huyu mama, ndani ya huyu mama, enyi mizimu, ninawapiga, nawapiga, nawapiga. Pigwa kwa moto, pigwa kwa moto, pigwa mizimu, pigwa mizimu. Enyi miungu, inapigwa kwa damu ya Pasaka. Ayayayaya, kwa damu ya Pasaka. Hiyo damu ya Yesu Kristo ni damu ya Pasaka, damu ya Agano Jipya,
damu ya agano jipya. Enyi mizimu, mumemkamata huyu bibi kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Roho ya mauti, roho ya mauti, haya hurry up, manifesti na kukimbia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mumeingia kwa njia moja, ninafungulia njia 7 za kutoka. Yes, out now, right now. Aya toka, aya toka, aya toka, 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 toka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote ulicholishwa kwenye ndoto, manyama yao, michele yao, maharage yao, ninaachilia damu ya Yesu kwenye tumbo lako, kwenye tumbo lako. Vyakula vya makaburini, hivyo vyakula vya makaburini ulicholishwa, ulivyolishwa, tunabatilisha hayo maagano, hayo maagano, hayo maagano, hayo maagano. Imeandikwa, kila pando asilolipanda Baba litang'olewa. Na mimi natangaza kwenye madhabahu hii, hayo maagano ya mizimu, ya uchawi, ya uganga, ya mateso, vunjika, vunjika. Pokea, 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 pokea neema ya Bwana. Orabasaka. Baba, uweza wako jioni ya leo, uweza wako jioni ya leo, ninaiombea mikono ya watoto wako, watoto wako, watoto wako, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Haya, 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 right now, sahi, 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 kwa mamlaka ya kimbingu, ya kimbingu, hayo mafungo, hivyo vifungo, pasuka, 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 pasuka right now. Ndio mnaachia, ndio mnaachia. Pambana na hali yako kwa njia ya maombi. Usikae kimya, usione tunaomba mpaka jasho linatoka. Hatufanyi mchezo. Yatosha, 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 yatosha. Lazima tutoke. Endelea kuomba, endelea kuomba. Iko neema ya maombi, iko neema ya maombi. Pokea power, pokea nguvu za Mungu zikuache huru, zikufungue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe Makata, wewe Maimuna, wewe Subiani, pasuka, achia maisha yao, achia maisha yao. Ayo maagano na yakata kwa damu ya Yesu, yakata kwa damu ya Yesu. Katika, 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 katika vifungo vya asili vikuachie, vifungo vya asili, vifungo vya asili kwenye asili yako, kwenye asili yako. Orikanda rapa. Ndio Bwana Baba, yasiwezekana kwa mwanadamu. Inua mkono wako wa kushoto, shika sadaka yako na mkono wako wa kushoto. Neno la Mungu linaniambia utajiri na heshima vipo katika mkono wako wa kushoto. Beba sadaka yako na mkono wa kushoto mpaka online, mahali popote uliko. Pana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, lakini utajiri na heshima vipo katika mkono wa kushoto, mkono wa kushoto. Baba, jioni ya leo niliye kuhani wako kwenye hii madhabahu yako, ninaiachilia hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo kwenye mikono ya watoto wako, huo mkono wa kushoto ambako neno linasema ya kwamba utajiri na heshima vipo kwenye huo mkono. Na huo mkono, e Bwana, ni lango la heshima katika maisha yao, ni lango la utajiri katika maisha yao,
nami naachilia damu ya Yesu Kristo ya Pasaka kwenye miimo na vizingiti ya hiyo malango ya huo mkono wa utajiri na heshima katika maisha yao, katika maisha yao, katika maisha yao, katika maisha yao, katika maisha yao. Hayo maagano ya roho ya umasikini yaliyofanyika kwenye malango yako ya utajiri, ninayavunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo malango ya kutokuheshimika na hayo maagano kwenye hayo malango ninayavunja kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Baba, naachilia nguvu zako zipite kwenye hayo malango. Moto wa Roho Mtakatifu upite kwenye mkono wako, upite kwenye hiyo mikono. Ndio, ndio, huo moto, hiyo mikono Bwana imefanya kazi ya kuchosha kwa miaka mingi. Baba, saa imefika watoto wako, saa imefika neema yako ya kutukuze kwenye kazi za mikono yao, kwenye kazi za mikono yao. Heshima zao zimeshikiliwa, maisha yao yameshikiliwa. Baba, asante kwa sababu umekuja ili kutuweka huru mbali na vifungo vya dhambi na mauti, na kwa mamlaka ya hiyo damu ya Yesu ipite kwenye hayo malango ya mkono wako wa kulia ambako ni lango la wingi wa siku. Hiyo damu ya Yesu ipite, hiyo damu ya Yesu ipite. Unashika vitu vinakufa, unaanzisha vitu haviendi, vinakufa, vinakuwa na siku chache katika jina la Yesu. Wewe mauti, wewe mauti uliyekaa kwenye hayo malango ya mikono yao, ya mikono yao, ya mikono yao, wewe mauti, wewe mauti kwenye malango, kwenye malango, napeleka damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu iwashe moto kwenye hayo malango ya mikono yao. Chuma ulete, ondoka sasa, achia mikono yao, achia mikono yao, achia utajiri wao, achia siku zao, achia majira yao, achia nyakati zao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hawatakufa bali wataishi. Biashara zao hazitakufa bali zitaishi. Heshima zao hazitakufa bali zitaishi. Kibali chao, hicho kibali hakitakufa bali kitaishi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, matoleo na sadaka tulizozibeba Bwana katika mikono yetu, Mungu, nachanganya hizi sadaka na damu ya Yesu ya agano jipya. Baba, ninaomba sadaka hizi zikafanye makao Baba malangoni, kwenye malango ya wingi wa siku, kwenye malango ya utajiri, kwenye malango ya kibali, kwenye malango ya neema, kwenye malango ya kuinuliwa, ili wote ambao Bwana tumekuja siku ya leo na wenzetu Bwana popote waliko wakahudumiwe na hii neema, na kupitia neema hii jina lako likatukuzwe katika kila eneo linalotajwa Baba, katika muonekano wa maisha ya watoto wako hawa. Uwe pamoja nasi hata tangu sasa na hata milele, na wote tuseme amen.